Asante kwa kuwa nasi. Karibu tuendelee hapa katika Morning Trumpet. Tutazungumza kuhusiana na nafasi ya wanawake na kutunza maadili katika jamii. Nini ambacho kinafanyika ama nini ambacho kinapaswa kufanywa? Na tukumbuke kesho ni kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake, ambapo juma hili zima na mwezi mzima huu wa tatu kimsingi masuala ya wanawake ni moja kati ya vipaumbele vikubwa ambavyo vinazungumzwa kwa namna tofauti. Hapa studioni tunaye Flora Rugeyamu ambaye ni mwenyekiti wa Proud Wives. Tutafahamu mengi zaidi kutoka kwake. Karibu sana Flora. Asante sana. Na karibu mwenyekiti. Asante, nashukuru. Wanachama sijui wanasemaje huko. Wanachama hawana usemi, wazima wanaendelea kupambana kulijenga taifa. Na tufahamu mengi Proud Wives mmekuwa mkifanya, lakini kwa kifupi tu pia kwa wale ambao wanaisikia kwa mara ya kwanza, nini ambacho mmekuwa mkifanya? Asante. Sisi kama Proud Wives, sisi ni taasisi ya wanawake ambao tayari wako kwenye ndoa rasmi. Na tunachokifanya kule ni kutoa mafunzo. Unajua tunasema kila siku mtu anajifunza, hakuna ambaye ni mkamilifu na anajua vitu. Kwa hiyo tunatoa mafunzo kwa kukumbushana masuala mbalimbali kama malezi, dini, mambo ya usafi, mambo ya uchumi. Kuna mambo mengi tu ambayo tunazungumzia. Lakini tunayazungumza yote hayo kupitia vitu vya sayansi na teknolojia. Tuna Instagram kule na WhatsApp sana ndo tunatumia. Bado hatujawa kuweka vitu live bado, lakini tunaelekea huko. Kwa nini mko proud? Na kwa nini mnajiita proud? Vitu gani ambavyo mnavifanya mkaona sasa sisi tunajivunia, tunajigamba? Sisi tunajivunia kuwa na ndoa. Na tunajivuna hivyo kwa sababu tunaamini mtu yoyote yule ili awe bora lazima atoke kwenye malezi na makuzi yaliyo bora. Na malezi na makuzi yaliyo bora unayatoa kwenye ndoa. Sasa tuko katika wakati huu ambapo kwa siku ya wanawake au maadhimisho ya siku ya wanawake yanafanywa. Na mmesema mnatoa mafunzo hasa kwa wanawake. Unaiona wapi hasa nafasi ya wanawake katika kutunza maadili katika jamii? Asante. Mwanamke anayo nafasi kubwa sana katika kutunza maadili. Na hasa kama akiwa amewezeshwa kimalezi, akiwa na malezi yaliyo bora. Tunaamini huyo mwanamke lazima atatunza maadili kwa kuwa ataenda na yeye atalea. Unajua mwanamke anaweza kuwa mama. Atalea. Kwa hiyo tutapata kizazi ambacho kina maadili yaliyo mema. Lakini kama mwanamke hajapewa malezi yaliyo bora, hajawezeshwa kiuchumi, hajawezeshwa kiafya, hajawa na ufahamu wote, kwa kweli katika kutunza maadili inakuwa kazi. Na ndio maana unaona sasa hivi ukiangalia kuna upepo unatembea, maadili sio mazuri. Watoto wengi wanakengeuka kwa sababu ya kukosa malezi yaliyo bora, kwa sababu ya mwanamke kutokukaa kwenye nafasi yake. Yaani mwanamke yeyote akikaa kwenye nafasi yake akawa sawa, lazima maadili yatatokea. Lakini sasa kwenye hilo la kukaa kwenye nafasi yake mwanamke, nafasi ipi hasa mwanamke akikaa kikamilifu jamii itakuwa salama zaidi, kwa sababu tunazungumzia swala la malezi? Asante. Mimi naona nafasi ambayo mwanamke anaweza akakaa sawa na tukapata malezi yaliyo bora ni mwanamke kukaa sawa kwenye mahusiano yake ya ndoa. Akikaa sawa, akakaa kwenye nafasi yake kama mama, akajua nina watoto, natakiwa kuwalea hivi. Yaani kuwalea katika maadili. Akaacha kukaa. Unajua sasa hivi tunao kina mama, tupo wakina mama wengi tu. Lakini ile nafasi ya kwamba huyu ni mama watu wameipoteza. Mtu anaamka asubuhi, anarudi usiku. Hajui mtoto alikula, mtoto shule kakutwa na nini. Yaani mtoto hana hata muda wa kukaa na mama kumuelezea yale yaliyomkuta shule, yaliyomkuta mtaani. Mama hana muda, mama anatafuta sana pesa. Kwa hiyo tunarudi tunasema hata kama tutatafuta pesa wanawake, tukae kwenye nafasi kama mama. Msikilize mtoto wako, mfuatilie, muogeshe, jua anataka nini, akueleze vitu usikie, msikilize mume. Hiyo ndo kukaa kwenye nafasi. Yaani sasa huyu anayerudi usiku nyumbani, maana yake kuna sehemu kwenye malezi hasa kumuhusu yeye, pengine jamii ama familia yake iliteleza.
Ndio. Na ndio maana anarudi usiku, na umezungumza hapa atoe nafasi kubwa kwa familia yake ili kuweza kuilea zaidi. Hapo pia suluhu yake inaweza kuwa nini? Suluhu yake ni kutenga muda, ni kukaa vizuri. Ndio tunarudi kule kule kwamba ukae kwenye nafasi yako. Hata kama utakuwa una kazi na ukufanya urudi usiku ufanye nini, lakini lazima uwe na muda na familia. Uwe na muda na watoto. Najua uwezi kwenda siku zote, yani kama ni miezi 3 au 4, 5 au mwaka mzima mfululizo uko unarudi usiku kwa sababu tunajua hata ukiumwa si utalala nyumbani. Hauwezi kwenda kutafuta pesa. Lakini sasa tenga ule muda. Jua kwamba labda leo ni weekend, basi nikae nisikilize watoto, nifanye nini, au hata muda mwingine tu epusha hizo kazi zinazokufanya uje usiku. Why? Angalau uangalie pale nyumbani kuna nini, usikilize watoto. Ili tupate sasa maadili yaliyo mema. Kwa sababu watoto wanajilea, asilimia kubwa sasa hivi watoto wengi wanajilea. Ndio tunaona maadili yanamonyoka. Ipo dhana ya kwamba mwanamke akiwezeshwa kiuchumi, wakati mwingine hata maadili katika jamii au katika kaya au familia yake kuna mambo yanabadilika. Unafikiriaje kuhusiana na dhana hiyo? Sasa hilo sisi ndio maana tunajiita Proud Wives. Tupo tunakumbushana. Kule kuna wanawake pia ambao tayari kiuchumi wako vizuri, na ndio maana tukaweka hivyo masomo mbalimbali kukumbushana. Asilimia kubwa imeonekana wanawake ambao tayari wamekuwa na kipato kikubwa, na mwingine unakuta ana kipato kikubwa kumzidi mwanaume. Anajisahau kabisa kukaa kwenye nafasi yake. Sasa usipokumbushwa na kushtuliwa unaweza ukapitiliza kabisa. Sasa mimi siamini kama kipato kinaweza kikakufanya wewe ukashindwa kusimamia maadili, hasa labda ya watoto wako au maadili hata yanayokuzunguka kwenye sehemu ambayo upo. Unaweza ukawa kiongozi na uko ofisini, lazima usimamie pia maadili ya wafanyakazi, si ndio? Kuna maadili pale yanatakiwa yasimamiwe. Kwa hiyo kila mtu ni kukaa kwenye nafasi na kukava sehemu zote, kuangalia kwamba mimi ni mwanamke, natakiwa nisimamie maadili. Kama ni kiongozi labda kwenye chuo, basi simama pale, simamia pale, watu wasifanyiwe ukatili wa kijinsia, watu wasidhulumiwe, kusiwe na rushwa na kadhalika. Awali uligusia kuhusiana na muda wa kurudi hasa usiku. Sasa ndio shughuli zipo tofauti na wapo ambao wamepata fursa au kazi ambazo zinawalazimu kurudi wakati huo. Nini ambacho wanaweza kufanya katika mazingira hayo? Katika mazingira hayo ni kweli kuna watu ambao shughuli zao zinawafanya kuondoka asubuhi sana na kurudi usiku sana. Mimi ushauri wangu ni kwamba pale wanapopata wasaa wa kuwa labda tuseme kuwa nyumbani, basi waitumie vizuri hiyo nafasi. Kama ni mama, basi jaribu hata kupika chakula, basi hata ile familia ishtuke kwamba hichi ni chakula cha mama. Pika chakula, zunguka pale, fuatilia vitu vimeendaje siku zote ambazo wewe ukuwepo, ulikuwa unarudi usiku. Hiyo itasaidia kuleta maadili. Hata kuwauliza kama ni watoto, unauliza shule kulikuwaje, kimeenda vipi, kitu hiki kimeenda vipi, na kukanya na kuonya. Hiyo itasaidia. Sawa. Uhalisia upoje sasa kwa wanawake Tanzania hapa? Wao ni wasikivu kiasi gani kwenye familia zao na kwenye ndoa zao, na wamekuwa msaada kiasi gani kwenye malezi ya familia? Kwa sasa wanawake tunajitahidi. Kwa nini kujitahidi? Nanyi ni watu muhimu. Tunajitahidi, japokuwa napata shida ya kusema moja kwa moja kwamba tumeweza. Siwezi kusema tumeweza kwa sababu naona mmomonyoko wa maadili umekuwa mkubwa. Tunajitahidi na tutaendelea kujitahidi, hasa katika malezi na makuzi ya vijana, kwa sababu tukikilea vizuri kizazi hiki kidogo ndio kitatupelekea kuwa na jamii yenye maadili yaliyo mema. Lakini naona asilimia kubwa bado kina mama tunalegalega. Tunaacha watoto wawe wenyewe, wanajihusisha na vitu ambavyo havitakiwi. Nafikiri tunatakiwa kurejelea sisi tulivyolelewa. Kama unaambiwa kurudi nyumbani mwisho, yani jua lisizame uwe ndani. Kati ya wewe na jua, yani jua wakati linapotea, wewe umeshaingia ndani. Basi na sisi nafikiri turejee kule. Tusiache watoto wawe na uhuru uliopitiliza. Mtoto arudi nyumbani saa 5, saa 4 na mama asemi kitu.
Mimi nafikiri turudi kule tulikolelewa sisi, tuzungumze na watoto. Na watoto hasa wanachohitaji nafikiri ni kuzungumza nao zaidi. Hawana muda wa kukaa na wazazi kuzungumza nao. Ndio maana unakuta watoto wanajilea wenyewe. Kwa sababu hajalisikia neno la mama mwezi mzima, hajalisikia neno la mama wiki nzima. Tuzungumze zaidi na watoto. Watoto wanasikia. Mtoto amekuwa ni wa mama zaidi mara nyingi kwenye jamii. Sijui kama hilo ni sahihi na ni sahihi kwa kiasi gani. Akiwa mzuri ni wa baba. Akikosea mtoto ni wa mama. Hata maandiko yanasema hivyo. Kwamba mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mamaye. Nafikiri hilo liko kimaandiko zaidi pia. Mama ndo mbebaji wa yule mtoto. Mama ndo anayebeba yule mtoto. Na mama ndo ana uchungu nafikiri zaidi kuliko hata baba. Kwa sababu mama ndo aliyemleta yule mtoto. Na ndio maana mtoto anakuwa zaidi ni wa mama. Kwa hiyo hakuna nafasi ya baba hapa. Nafasi ya baba ipo. Tena asilimia tuzungumze maana tunaiacha. Inawezekana nafasi ya baba ikasaidia pia. Nafasi ya baba ipo na inasaidia kweli kweli. Kwa sababu ukitizama nyumba ambazo zina baba na mama ni tofauti na nyumba ambayo ina mama peke yake. Kuna muda mtoto anataka asikie sauti ya baba, asikie bezi. Unajua watoto asikie mkwara kidogo. Watoto wana mazoea. Mtoto hamuogopi sana mama. Yaani ni watoto wachache watakao muogopa mama. Kwa sababu gani? Mama muda mwingi unazungumza na mtoto, nitakuchapa, nitakufanya hivi. Baba hana muda wa kuzungumza mara kwa mara. Akiongea mara moja mtoto anashtuka. Mara ya pili tukio. Mara ya pili baba anamfanyia tukio ambalo ni tofauti na mama. Mama atapiga tu kibao kidogo kwa sababu anapiga kwa huruma, lakini baba anaweza akachukua mkanda, akachukua fimbo, akachukua hivyo. Kwa hiyo watoto, familia yenye baba na mama ni tofauti na yenye mama peke yake. Baba ana umuhimu sana kwenye familia na ni vizuri mtoto pia akasikia sauti ya baba, kwa sababu sauti ya baba tunaamini ina mamlaka zaidi kuliko ya mama. Ndio. Na haya mambo ya malezi yamekuwa kizungumzwa kwa makundi. Wapo ambao wanazungumzia zaidi watoto wa kiume, wapo ambao wanazungumzia zaidi watoto wa kike. Ni kama wanalishwa taarifa tofauti ambapo inaweza siku moja wakikutana kuishi pamoja ikaleta kidogo mkanganyiko ama mvurugano. Huyu amelelewa kwao kama malkia na huyu amelelewa kwao kama mfalme. Alafu wanakutana katikati. Kwa nini hawa watu wasiwekwe pamoja? Wakati wa malezi. Kuwa kuna mjadala mmoja. Kwa mfano, tunazungumza hoja juu ya kuwawezesha wanawake, kuwainua wanawake. Nani anawawezesha wanaume ama kuwainua wanaume? Sababu inawezekana dhana ya uwezeshwaji ikahitajika kwa wote. Ni kweli, dhana ya uwezeshaji inaweza ikahitajika kwa wote. Lakini sasa nafikiri jamii imeangalia toka mwanzo mwanamke ameonekana kuwa ni duni kuliko mwanaume. Yaani hata tukimweka mtoto wa kike na mtoto wa kiume, tunaamini mtoto wa kike hawezi kujipigania sana kama mtoto wa kiume. Lakini hii nafikiri kwa hapo baadaye itakuja kutupa shida, kwa sababu kwa sasa tukiangalia tunaona kama mtoto wa kiume amesahaulika. Hazungumziwi, hafatiliwi. Mimi huwa nafanya shughuli pia za kudili na wanafunzi. Kuna wanafunzi wa kiume unaweza kushangaa anakuambia, "Madam, mimi toka nimenunuliwa nguo ya ndani, nitangia nilivyoanza form 1." Yaani ile shopping ya form 1 ndo akanunuliwa nguo za ndani. Ndio. Lakini mtoto wa kike yeye ananunuliwa kila term. Na hii inapelekewa na watoto wa kiume kuto kudai. Unajua watoto wa kiume anakuambia, "Mama, suruali yangu imechoka, imeisha." Anakuambia leo, si ndio harudi tena. Anaweza kakata wiki 2. Lakini mtoto wa kike akikwambia asubuhi, akikuona mchana atakwambia. Akikuona usiku atakwambia. Sasa hicho kinapelekea wao kupata mahitaji kwa haraka kuliko watoto wa kiume. Hawana tabia ya kuzungumza sana watoto wa kiume. Akizungumza tu mara moja, "Baba, kiatu kimeisha." "Ah, sawa, mwisho wa mwezi nitakununulia." Mwisho wa mwezi ukifika baba hajakumbuka, hakumbushi. Lakini mtoto wa kike tarehe ikifika anakumbusha. Sasa nafikiri turudi tena kama wanawake, turejee kwa watoto wa kiume kuwatizama kwa jicho lingine, hasa kimaadili na kimalezi kwa ujumla, ili tupate kizazi ambacho ni chema, kwa sababu tunalea kina baba. Sasa ukitizama sasa hivi kimalezi na kimaadili, unaona tunakuja kupata kina baba ambao si kina baba halisi, wale ambao wanahitajika zaidi kwa sasa au tangu zamani. na tunataka tuungane pia na Dr. Katanta Simwanza. Yeye ni mshauri mwandamizi masuala ya malezi na makuzi. Dr. bila shaka unatupata vizuri.
Na wasikia vema kabisa ndugu yangu. Karibu sana, tunazungumza swala la sisi tuko vizuri, sijui tuko vyema kabisa, sijui wewe dokta. Mimi niko salama kabisa. Tunazungumza masuala ya malezi hapa. Sasa tunapata nondo za mwenyekiti wa Proud Wives. Amezungumza mengi sana kuhusiana na kuwainua wanawake na malezi kwa ujumla. Pengine tusikie pia kutoka kwako hili swala la malezi kwa upande wa wakina baba na hasa mkishirikiana na wakina mama pia. Karibu sana dokta. Asante sana. Kwanza moja, hatuna budi kumshukuru Mungu kutupatia fursa ya kuwa walezi na wazazi. Na kuwa mzazi tuna jukumu kubwa sana ambalo tunapaswa kulifanya. Na itambulike ya kwamba ndio maana kuna mtu anaitwa baba na ndio maana kuna mtu anaitwa mama, lakini zaidi ya yote kuna jamii na kuna taasisi husika zingine zinazohusika moja kwa moja katika masuala ya malezi. Mfano shule, taasisi za dini, lakini pia na jamii. Ukweli wa mambo ni kwamba kila mmoja wetu ana wajibu mkubwa na murua katika kuhakikisha ya kwamba anashiriki katika masuala mazima ya malezi ya watoto. Tunatambua ya kwamba familia ndio kitovu cha maisha ya binadamu. Kwenye familia ndipo watu wazuri na watu wabaya hutengenezwa. Kwenye familia kuna majukumu ambayo baba anapaswa kuyafanya, mama anapaswa kuyafanya, lakini pia hata watoto wanawajibu pia kwa namna moja au nyingine. Sawa. Hatupaswi ndio sawa dokta. Yes. Tarejea kwako sasa kwa ajili ya kuendelea kuzungumza hilo kuhusiana na swala la malezi dokta. Sasa tuzungumze, tumepata pia mtazamo wa upande wa wanababa. Unajua mlikuwa wawili na mimi nimepata mkono. Sawa, mwanzo tumezungumza kuhusiana swala la uwezeshwaji. Wanawake wanawezeshwa zaidi, inawezekana siku moja ikatumika nguvu kubwa zaidi sasa kuja kumwezesha mwanaume kumfikia mwanamke. Na pengine nirudi tena kwa dokta. Dokta, tumezungumzia pia hapa swala la uwezeshwaji na tuanza kugusia swala la kumwezesha mwanamke, wanatumia empowering women. Lakini wanaume hakumbukwi pengine kutajwa sana kwenye hizi kampeni mbalimbali. Inawezekana akaja kutuletea shida siku moja. Sijui kama unaungana na mimi. Naungana na wewe kabisa sawia, na ndio maana utaona ya kwamba sasa hivi tumeanzisha program maalum kabisa za masuala ya malezi ambazo zinalenga moja kwa moja kumfikia mtoto wa kiume na kumwandaa kukaa na huyu mtoto wa kike ambaye ana changamoto mbalimbali ambazo anakutana nazo, ambazo anaandaliwa. Tukitambua wazi ni kwamba mtoto wa kike amepewa kipaumbele zaidi kuliko mtoto wa kiume. Na tukumbuke ya kwamba mwisho wa siku huyu mtoto wa kike atakuja kuishi na huyu mtoto wa kiume ambaye huyu mtoto wa kiume yeye hajaandaliwa. Kwa hiyo ukweli ulio wazi ni kwamba ni wajibu wa wazi kabisa tutambue ni kwamba watoto wa kike wana changamoto ambazo wanakutana nazo, lakini tutambue ya kwamba sisi kama wanaume, lakini pia watoto wa kiume wana mahitaji yao maalum ambayo pia wanapaswa kupewa kipaumbele. Na ndio maana utaona ya kwamba katika sera yetu mpya ambayo serikali imeitengeneza masuala ya jinsia, imeweka kipengele maalum kabisa kinachoongelea masuala ya namna gani ya kuwalinda na kuwatunza watoto wa kiume. Na jamii inapaswa kutambua ya kwamba sasa hivi tunaishi katika mazingira ambayo watoto wa kiume ndio wanashambuliwa zaidi kuliko watoto wa kike. Utaona wanalawitiwa, utaona wanakosa huduma muhimu na mahitaji muhimu ambayo ni stahiki kwao. Mathalan, mara nyingi nikiongea na watoto wa kiume wanakuambia kwamba katika kukua kwao kuna kipindi wanafikia wanakutana na maswali mengi ambayo yanatokana na mabadiliko ya miili yao yanayotokea, lakini hawana mtu wa kumuuliza. Ni tofauti na mtoto wa kike. Sasa hivi ukienda kwenye hata mashule, ukienda hata makanisani, hata kwenye jamii, kuna program maalum kabisa ambazo zinalenga kwa ajili ya kuandaa watoto wa watoto wa kike. Lakini watoto wa kiume hakuna. So we don't have safe space. Hata sisi wenyewe akina baba hatuna safe space ambayo tunaweza kukaa tukaongea, tukafanya nini. Na ndio maana ni muhimu sana kama jamii sasa hivi tukawekeza katika kuwafikia watoto wa kiume, lakini pia tukawekeza katika kuwafikia wanaume. Na inaanza na sisi kina baba kutimiza wajibu wetu katika masuala ya malezi, na hasa kwa kuhakikisha
Yes. Sasa ukiangalia juu ya hili ni kama jamii tunalaumiana hivi kwamba ananyanyuliwa zaidi mwanamke, anazungumzwa zaidi mwanamke pengine kuliko mtoto wa kiume. Kwa nini asifanyike maamuzi sasa ya kuweza kuwazungumza wote kuliko kuendelea kulaumiana hivi kwenye jamii? Ni ukweli wa wazi kabisa. Jana nimemsikiliza waziri mwenye dhamana wa masuala ya jinsia Dorothy Gwajima. Aliongea vizuri sana. Akasema kama tutaendelea kuwaempower watoto wa kike na tutaendelea kuwaacha watoto wa kiume, mwisho wa siku tutakuja kukutana wote, tutapoteza. Wa kiume hawatataka kwenda na wa kike na wenyewe watakuwa nalalamika na mambo yao na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni sahihi na ni sawia kabisa kwamba kama jamii sasa ni wakati ambapo tunapaswa kukaa wote pamoja chini na kupanga pamoja kushughulikia haya masuala yanayohusiana na masuala ya malezi. Taasisi kama vile familia ambazo ndio zinajenga na kutoa tunu za maisha ya watu zinapaswa kuwekeza hasa katika masuala ya malezi, na uwekezaji wa kwanza ambao unapaswa kufanyika ni kuwa na muda katika masuala ya malezi kwa ujumla wake. Zamani tulikuwa na vitu kama kikome ambapo watoto walikaa na babu, walikaa na bibi, wakapewa malezi, wakaelekezwa. Siku hizi mambo yamepotea. Kwa hiyo ni wakati sasa ambapo tunapaswa kurudi wote pamoja. Na hili jambo sio la kuiachia serikali, ni jambo la mtu mmoja kwa mmoja, familia kwa familia katika kutekeleza majukumu haya. Asante. Asante Dr. Semwanza, tunarejea kwako. Amegusia hapa kuhusiana na swala la malezi hasa kwa watoto wa kike na wa kiume. Na inaanzia katika ngazi ya familia. Tunaona utofauti huo pia hata kwa mama wenyewe wanaoweka kwa watoto wao. Ni kweli, ni ukweli tu, ni ukweli usiopingika kabisa. Kina mama pia tumekuwa tukichukulia kama watoto wa kike ndo wanatakiwa waangaliwe zaidi kuliko watoto wa kiume, na nafikiri hili natakiwa tuendelee kulikemea na kupeana ujuzi zaidi kwamba ni lazima tuangalie watoto wote kwa usawa. Tumkumbuke mtoto wa kiume huku tukimkumbuka mtoto wa kike ili kuweza kuwa na wakina baba na kina mama ambao wanaendana baadaye. Ukitizama sasa hivi unaweza kuona hata vijana wengi wanakwepa majukumu, wanaogopa kuoa, wanaogopa kuishi. Watoto wa kiume ni kwa sababu ya malezi na makuzi huku walioyapata. Ambaye anaweza kuwa gani? Malezi na makuzi aliyoyapata ni kwamba amekuwa akiona kwamba hatoweza kuwajibika vizuri, hajapewa misingi kwamba wewe unaweza. Yani awe na confidence kwamba unaweza kufanya hiki. Alikuwa tu akiona mama anamwambia tu mtoto wa kike, unaweza wewe hata kwenda kuongea shuleni darasani mbele unaweza, lakini mtoto wa kiume ambiwi. Kwa hiyo anakosa ile confidence muda wote, na hata akikua sasa anaogopa kuingia kwenye majukumu mbalimbali. Kwa sababu malezi na makuzi huku yaliyomlea amelelewa akiwa anaachwa bila kupewa ile akili ya kumfanya kwamba yeye atakuwa kwamba tayari anaweza. Yani yeye kwa hata mama akiwa anazungumza na watoto wa kike na wa kiume, lakini wale wa kike ndio wanaambia kabisa usiogope, usifanye. Yule wa kiume hamwambii, akiamini kwamba huyu wa kiume si mwanaume, yeye daima haogopi. Sasa yeye anakuwa mpaka anakuwa mtu mzima, anakuwa kijana mkubwa, anaogopa kuingia kwenye majukumu kwa sababu hakuambiwa hata siku moja kwamba wewe unaweza, wewe ni mwanaume. Tumemuuliza swali hilo pia Dokta kuhusiana na kumwezesha mwanamke peke yake na kuliko kumtaja mwanaume sana. Unajua swala la kuwezesha maana yake kuna kipimo ambacho umekiona unataka umwezeshe wewe kama fulani. Na bila shaka mwanaume ndio ambaye anaangaliwa kama alitangulia kuliko mwanamke. Sasa siku moja wanaweza wakawa sawa. Pengine kwa namna ambavyo kampeni inaenda ama anavyozungumza mwanamke akapitiliza akawa mbele zaidi, inawezekana kwa tumetengeneza jamii hatari zaidi. Ni kweli. Kwa sababu tumetoka kwenye asili. Ni kweli. Kwa nini hilo sasa lisiachwe hivi sasa na turudi, kwa sababu tumeshaligundua mapema, turudi kutengeneza msawazo sawia? Mimi nafikiri tunahitaji kuwa na kampeni mbalimbali ambazo zitasaidia pia kumkumbusha baba, kumkumbusha mama, kumkumbusha mlezi yoyote ambaye anakaa na mtoto wa kike na wa kiume, kukumbuka kwamba mtoto wa kiume pia anatakiwa kuwezeshwa. Kuwezeshwa pia unaweza kuwezeshwa hata kielimu, kupewa ufahamu wa kutambua tu kwamba mimi ni mwanaume. Mwanaume natakiwa niwe jasiri. Basi wawe wanaambiwa wakiwa shule, wawe wanaambiwa wakiwa nyumbani, lakini pia wafuatiliwe. Unajua watoto wa kiume wameachwa sana sasa hivi, hata kiafya. Anaweza akasema mtoto wa kiume naumwa kichwa, anaweza akaambiwa kanywe maji, hujanywa maji. Lakini mtoto wa kike akisema naumwa kichwa, mama lazima afuatilie. Nitakupa na Panadol. Tumbo je?
Sasa watoto wanaona toka kwenye ngazi ya familia kwamba hapa mbona mimi sifuatiliwi, basi mimi ngoja tu nikomae mwenyewe. Ndio tunapata sasa mmomonyoko wa maadili hasa kwa watoto wa kiume. Na pengine wapo wanawake ambao wana uwezo zaidi ya wanaume kwenye mambo mbalimbali, lakini wanawake wamewekwa kama kundi maalum wakati wanajitosheleza kabisa. Tungeweza kutafuta njia nzuri zaidi ya kuhakikisha kuna afya kwenye malezi. Nafikiri ni kubadilisha mfumo tu wa akili zetu tulizojijengea kwamba mwanamke ni duni. Sasa hivi tufike sehemu tuone hawa ni wako sawa, hata kama hawako sawa kabisa, lakini pia hata huyu mtoto wa kiume anahitaji na yeye kuwezeshwa kwa namna moja ama nyingine. Sawa. Dokta, bila shaka unatusikia vizuri, na wanaume ni kama mnawaachia wanawake malezi hivi. Unakubaliana na mimi? Ndiyo, hapana. Kwa sababu nafikiri kuna wakati mwingine tunawanyoshea wanaume mikono. Ndio. Sawa. Dr. Kiosao ataendelea kuzungumza huko kuhusiana na hilo swala ambalo nimemuuliza. Tuendelee sasa. Nyinyi kwenye chama chenu mambo ambayo mnaendelea kuyafanya, mmeikomboa jamii kwa ukubwa gani? Na pengine kwenye chama chenu Dr. na pia iko tayari. Karibu sana Dr. uendelee kuhusiana na hilo. Nyinyi wanaume ama sisi wanaume inaonekana ni kama tumewasusia wanawake swala la malezi kwa watoto. Hapana, bado sikupate vizuri Dr. Bado simpate vizuri. Tuendelee kuzungumza hili. Nyinyi kwenye chama chenu mpaka hivi sasa Proud Wives, mnafikiri mmetengeneza matokeo chanya kiasi gani kwenye jamii kupitia wanachama ambao mnao? Na inawezekana kuna mambo ambayo mnayafanya mpaka nyinyi kuwa bora, mpaka kuwa proud, ambao ni yapi pengine hata Watanzania waweze kuyasikia na wao wanaweza kuwa Proud Wives pia? Asante. Sisi katika chama chetu hicho tumejitahidi sana kuzifanya ndoa kuwa imara. Kwa sababu sisi pale wanachama wengi wanaojiunga, wengi ukifuatilia ni wale ambao unakuta ndoa imemsumbua, anataka ku divorce. Wengi sana wanaoingia pale. Kwa hiyo wengi ambao tumekuwa nao pale, tumetoa mafunzo na ndoa nyingi zimekaa sawa. Na hatuongei na wanawake tu. Sisi tunapata hadi wanaume. Sisi kuna wanaume wengi tu wanaokuja wakieleza shida mbalimbali za ndoa zao. Wanaume ambao hawatamani kuona ndoa zao zinavunjika. Tumewasaidia na mambo yamekaa vizuri, na tunaamini kama taasisi ya ndoa ikikaa vizuri basi hadi familia itakaa vizuri. Sawa. Taasisi ya ndoa ikikaa vizuri na familia itakaa vizuri. Familia inakaa vizuri kabisa. Nilikuuliza mwanzo hapa, mwanamke bora ni upi kwa mwanaume wake? Mwanaume bora nyinyi mnafikiri ni upi? Ili hilo pia ili waweze kulijua, sababu nyinyi ndio Proud Wives. Ili wanaume waweze kulijua hilo. Mwanaume bora ni yule anayekaa kwenye nafasi yake kama mwanaume. Kama ni ipi? Kukaa kwenye nafasi yako ni pamoja na kuwajibika kwenye familia yako. Unajua wanaume wengi sasa hivi wamejikuta sio wajibikaji hata katika malezi na makuzi ya watoto. Yaani kuna akina baba ambao hawajui hata watoto wao wanasoma shule gani. Wapo Tanzania hii, wapo kabisa. Sasa Flora, dhana ya kuwajibika ni pana sana. Inawezekana akalipa ada, si ndio? Akalipa ada, akaacha pesa ya chakula, watoto wakavaa, mke wakavaa. Huo ndio wajibikaji? Dhana ni pana, lakini mimi nikijikita kwenye uwajibikaji nikimaanisha kwenye kuitizama familia yake yeye kama baba. Maanake tumeshasema mwanaume ni kichwa, mwanamke hawezi kuwa kichwa. Mwanamke si tunasema anaweza akawa tu ni engine ya kusababisha vitu viende, lakini mwanaume ndio kichwa. Sasa uwajibikaji ni dhana pana ndio, lakini sasa tunarudi kwenye yale masuala madogo madogo kwenye familia kama baba. Kuna akina baba ambao hata mlo wa siku kwenye familia hatambui, japokuwa kipato anacho lakini hatoi. Ndio maana unaona sasa hivi ukiangalia wanawake wengi wamejikita kwenye kutafuta sana, kwa sababu hawapati huduma ndani. Lakini inawezekana wapo wengine ambao wanapata huduma ndani, ndio, lakini wao wameamua kujikita kwenye kutafuta cha kwao. Ni kama na mimi nataka niwe nacho kama yeye. Wapo ambao wanapata ndani, lakini anatamani na yeye atafute ili aongezee, ili wafike sio na yeye awe nacho washindane, au pia na yeye apate.
Wapo wanaotaka kushindana, siwezi kubisha kwa sababu mambo haya yapo na yanaonekana. Wapo wanaotaka kushindana, wapo wanaotaka kuongeza kipato kwenye familia. Wapo pia wanaopambana kwa sababu wamekosa. Kwa hiyo inabidi watafute ili walishe familia na kuendeleza familia. Naam, shukrani sana. Ndio. Asante Flora. Naona Dokta ameshindwa kurejea. Ndio. Na pengine tumjaribu. Sawa. Dokta, sisi tunakushukuru sana kwa muda wako na uliyozungumza imekuwa makubwa sana. Labda niseme tu jambo moja kiongozi. Naam. Kama alivyoongea kiongozi hapo, tunapaswa sasa hivi kuwekeza katika afua za masuala ya malezi na makuzi. Na hasa katika uwekezaji katika masuala ya ndoa. Na jambo hili hatuipaswi kuendelea kubishana, tutambue tu ya kwamba sote tuna majukumu. Na ukweli wa mambo kama dada anavyosema, wanaume tunapaswa kuwa na muda mwingi zaidi katika masuala ya malezi ya watoto wetu. Kutafuta ni kitu kimoja, lakini katika kukaa na familia ni jambo la msingi na la muhimu sana. Asante sana. Sawa, nakushukuru sana Dokta kwa muda wako. Haya, sasa tumeshamalizana na Dokta Katanta. Kwako tunatokaje kwenye hili Flora? Kwa sababu imefikia wakati hata taarifa ambazo vijana tunapewa ama tunazisikia kuhusu ndoa ni taarifa kidogo ambazo ni ngumu. Unakuta mwanaume anasisitizwa sana kuwa makini na utakayemuoa, na mwanamke bila shaka anasisitizwa kuwa makini na atakaye kuoa. Hapa kuna ujumbe mzito sana kwenye hiyo kuwa makini. Kwenye hiyo kuwa makini, mimi nafikiri nirejee tu kule tuwalee watoto katika misingi iliyo bora. Tukiwalea vijana watoto wetu katika misingi iliyo bora, hakutakuwa na hofu ya kuambiana kuwa makini, kuwa makini. Kila mmoja anakuwa makini. Kila mmoja tupo makini. Kila mtu anatahadhari, anamwangalia mwenzie kwa mbali. Tuwalee tu watoto katika misingi iliyo bora, lakini pia tuwekeze katika hofu ya Mungu. Tuwaweke watoto wawe na hofu ya Mungu kwa dini zote ambazo tunazo. Na tutapata tu huo kuwa makini itapungua na kuisha kabisa. Sio kama inaendelea kuongezeka. Hapana. Inawezekana sasa sio kama zamani. Zamani ilikuwa juu, ilikuwa chini hiyo kuwa makini. Kuwa makini. Lakini kadri siku zinazozidi kwenda kuwa makini ni kubwa. Hapana, tuweke nguvu nyingi katika malezi na makuzi ya watoto wote wa kike na wa kiume. Tukiweka nguvu nyingi huko na ukatoka na maadili yaliyo mema, hiyo kuwa makini itaisha. Asante sana Flora. Tunakushukuru. Ni Flora Rugeyamu ambaye ni mwenyekiti wa Proud Wives. Awali tumezungumza pia na Dr. Katanta Simwanza, mshauri mwandamizi wa masuala ya malezi na makuzi. Tunakamilisha hivi.